Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Wakuria, mtoto wa kike kwenye ule uzao wa kwanza, mkubwa tuseme, mtoto mkubwa wa kike, huwa anapewa jina Boke. Club A to Z, leo tuko na Boke Egina. Mtayarishaji wa vipindi vya TV na mtangazaji wa vipindi vya TV, lakini vile vile ni corporate MC. Kama unavyomuona amewaka kweli, anafaa ku-host event yako kabisa. Watu wanakuona kama superhero. Kiocha jamii. Like somebody, you know, somebody different, yeah? Yeah. But that's the same way I see you, but in a different perspective. What different perspective? Na reflect vijana ambao wana kuangalia in a way kwamba they want to be inspired by you. Yeah. Kama vile tunavyoona superheroes. Hata watoto wakimwona Spider-Man hivi, ama something happened, wana wish Spider-Man haje waokoe. So in this perspective, the young people, the young girls, labda Boke wa miaka 20 iliyopita, 15 iliyopita, ambaye anakuangalia kama mtu ambaye unaweza kuminspire. Yeah. So that's the superhero perspective I have of you. Thank you. Thank you very much. I see your social media nowadays is a bit different from 2 years ago. Please explain. I follow you. Yes. Instagram. Nikiangalia, there's some change that has happened. What triggered your change? Okay, so wakati hizi social media platforms zinaanza, kwa watu binafsi nyingi zilikuwa kwa ajili ya kufanya mambo yetu binafsi. Yani kwamba kwa ajili ya kuenjoy. Fun. Niko sehemu napiga picha na post, yeah? Picha post, yani hatukuwa na mafikirio kwamba hiki kitu kinaweza one day kikakuletea pesa in one way or the other. Then baadaye wafanyabiashara walivyokuja wakaanza kutumia, bado tukaona kwamba labda ukiwa na biashara unaweza kutumia this platform kutangaza. Lakini ilikuwa bado haijaja era ya kusema kwamba mimi naweza nikawa brand kwa kuwa bango la kutangaza biashara za watu wengine as a brand. Hiyo bado ilikuwa haija register, bado ilikuwa tuna post picture. So kwa ile kuna switch ilitokea hapa katikati, the rise of content creators, yeah? And kuona kwamba okay, hii social media, kumbe hivi vitu ambavyo hivi vidude ambavyo na post hivi vinaweza vikanisaidia vikawa source of income. So for me, I saw with especially kwa content creators wa nje, the rise of content creation huko nje na nini yao content creators and the money that they were making. And I was like, okay, I have a phone, I have a platform, what am I doing? Yes, I can tangaza what I'm doing, but then what am I doing? What is it helping me? Ukitoa kupromote, how is this platform helping me? So I had to learn kwamba, okay, how does content creation work? What are the genres tofauti ambazo naweza nikatumia? How can I be a bango? Yani bango la kutangaza matangazo. Or how can I be the business? Mimi kama Boke. There was a day where I decided, I'm like, any post I post, it has to be for a reason. Hata kama nikijiona leo nimetoka nimependeza kinoma, lakini nikipost, that has to be for a reason. So tunapost na waonyesha watu okay nimevaa hivi nimependeza, then what? It has to be for a reason, kwa sababu there are people making money out of that. So the day I decided that, muda mrefu kidogo, so nikawa every post ambayo nafikiria kwamba okay, how will this itanipa engagement ambayo inaweza ikanifikisha sehemu. How will this give me engagement ambayo itanifikisha sehemu? Because I want people to see me as a bango ambalo linaweza
likatengeneza pesa ili wanitumie na mimi nitengeneze pesa. So na mimi sikuwa yule mtu ambaye nataka eti nipeni matangazo yenu ni posti kwa sababu labda na followers nipeni. No. I wanted to be the business. Kwa sababu that's where you make money. Matangazo watakupa shilingi 50,000 laki moja if you're lucky kwa tangazo moja. Yeah, I wanted to be the business. So when I realized that I'm the business, and I was like, okay, I need to change my platform kuiposition kama biashara and kutumia just my lifestyle, because I felt like my lifestyle was interesting enough kwa kuvutia watu mbalimbali. Napenda mitindo, unajua, napenda kusafiri, natumia different gadgets, napenda makeup, napenda all of these things, unajua, napenda. So hivi vitu vyote ni biashara. Nawezaje? So if I'm posting nimevaa gauni nimependeza, I want somebody out there ambaye ana biashara ya nguo kusema kwamba huyu anaweza akawa our brand ambassador wangu because she looks so good in clothes, right? If I put kwamba labda my makeup is like, I want somebody out there saying, okay, we have these makeup products. This person can be Bangola, the makeup products, the hair, the shoes, unajua. Huyu anapenda gadgets hivi na hivi, can be mtu ambaye anaweza kutangaza. Huyu maybe ana following ya wanawake, tunaweza tukatumia kwenye hiki. Yani I wanted that. So every post I post, Alan, it's for a reason. Hata ukiniona nimekaa hivi nikaweka kinywaji hivi I'm sipping, it's for a reason. I'm targeting na target hapo. So somebody wa beverage aone kwamba her lifestyle inaendana na sisi kinywaji chetu ambacho tunakipromote. So we should give her this deal. Yeah, Alex, una notice kuna trend ya the same thing is being said by different people. Exactly. Watu kama wanne hivi. Watu kama wanne wanazungumza the because same thing. Because content creation, guys, inatengeneza asikudanganye mtu. Content creation inalipa. Mimi I'm testament. Okay? I'm testament ya content creation inalipa. Kwa contracts ambazo sasa hivi ninazo. Na contracts kama 4 ambazo ni hela nzuri kwa kweli. Okay. At the end of the day. Yani utaendelea. Alisema Bennett hapa kwenye episode ya 7 nafikiri. Bennett alisema kwamba content creators wanalipwa pesa mingi kuliko hata agents. Watu walimtukana vibaya mno. Lakini you see, I'm very sure hizo pesa ukizikusanya inawezekana zinazileta mshahara wako. Inawezekana alikuwa anaongea kuhusiana labda na macro influence, kwa sababu unajua kuna macro na micro. So kuna micro influencers ambao wanapata hela kifungu fulani, afu kuna macro. So tukiongelea macro influencers ni kama unaongea Diamond Platnumz, right? Huyo ni macro ambaye analipo kwa mwaka au labda kwa mwezi pesa ndefu sana. Labda huyo ndio ambaye alikuwa anaongea analipo zaidi ya agency. Alafu alikuwa anazungumzia like the total budget ya makampuni. Kwa mfano makampuni ya simu kwenye marketing na advertising budget yao. At the end of the year, the total budget waliotumia kwa content creators, different content creators, is bigger than the money they spend on agencies kwa ajili ya marketing. So alikuwa ameiweka kwa hiyo perspective. Nimtetee Bennett kwa sababu naona watu walikuwa wametamba naye. It's true. So ukiangalia kama unatengeneza content, na sasa hivi you have the platform. Unajua platform unayo. So kama zamani kwamba inabidi uwepo kwenye TV, kwenye radio, sasa hivi you have platform unayo kwenye mkono wako. You have it kwenye mkono wako. Ni wewe tu kujitambua kwamba I have the platform. Tumeona watu wengi ambao they've just come up na wakaamua sasa hivi wako mbali sana kwa ajili ya hizo content creation mbalimbali. So for me nikiangalia jinsi ambavyo hizi zinanilipa kwa mwezi, yani kiasi ambacho kinaingia kwa mwezi from content creation, kwa kweli I'm like, if I do this thing serious, like this is my day job, man, this is serious. Hapa nafanya I have a day job. Okay? So this is my side gig, right? One of my side gigs. But if I do this as a mona, yani ni kitu ambacho kwa kweli kinalipa kwa sasa hivi. So you just have to be creative. You have to be mbunifu, know your niche, know your target, know what kind of content ambayo unaweza kufanya ambayo it will be natural. Usiforce vitu. Yani just be natural within your lifestyle. And I tell content creators every day, yani everybody can be a content creator. Yani niangalia tu wewe kinachokuzunguka. What is your lifestyle? Usilazimishe, usiforce. Kwa sababu kazi yetu sisi ni ku-influence.
Yeah, so if you una force, huwezi kuminfluence mtu yote. Well, all of a sudden, sikiliza, umepata deal, I'll give you an example. Umepata deal ya let's say mafuta or what not, right? Tunajua lifestyle yako iko hivi. All of a sudden unatuambia wewe unacheza golf. Ujui hata golf yenyewe ujui, wala hata ucheze, wala it's not even your lifestyle, yani ujui chochote. No, man. Tutajua tu unatudanganya kwa sababu hizi brands zinaweza zikafanya matangazo. Yani matangazo zinaweza katengeneza zikatupa hizo illusions zote hizo. Lakini zinakuja kwako because zinajua kwamba unaweza ku-influence watu kutokana na lifestyle yako. So ile mimi naweza tukawa na product moja, labda wewe una target yako, wewe una audience yako na mimi na audience yangu. The way nitakavyo influence ni tofauti na wewe utakavyo influence because we have different lifestyles. Sasa wewe huwezi kuja into my lifestyle kaona because Boke does this, let me try Boke. You hautakuwa consistent wala hautaweza kusustain your content creation. Lakini kama ukifanya ni kitu ambacho unakifanya every day is part of your lifestyle, it will not be work for you. Kabisa, it will not. And it will be something very easy because it's within your lifestyle. So content creator wako tofauti. Kuna comedians, unajua wao wanafanya content zao kwa sababu ni wachekeshaji, watafanya content za uchekeshaji. Umeona? Sasa wao sasa mimi nianze kufanya uchekeshaji. Mimi I'm not a comedian. So there's no way naweza kaenda huko kwenye uchekeshaji. Au wewe mtu sio wa mitindo. Tunajua kabisa kwamba wewe na fashion ni vitu tofauti. You're not a fashionable person. Lakini labda umepata kidili chako huko cha nani, umewa convince kwamba kwa sababu na platform naweza nika influence all of a sudden huwezi kuwa consistent, huwezi ukawa authentic kwa sababu you're not a fashionable person. So mambo yako hayo. Sawa. Wewe sio mtokaji, yani wewe sio mtu wa vinywaji, au wewe sio mtu wa, so hiyo is not your lifestyle. Haya, umepata labda deal ya alcohol, unaweza kudanganya picha 2-3 here and there, you can do that. Lakini will that be sustainable? Is that something that you're gonna be doing? Au baada ya hiyo deal kuisha tu you're back to your old lifestyle? Alafu ukipata tena deal ndo unatuanza kutuambia kwamba sasa tutajua unaigiza. Sawa. Boke anaendelea kugusa napopataka. Na mimi kuna jambo nataka kuweka hapo kwenye ulichokisema. Ulichogeni exactly kinafanana na walichokisema wageni wengine waliwahi kupita hapa hivi. Ndio. Na hivyo tulivyovisema mimi na group kwenye kundi la kutengeneza your personal brand. Lakini nataka tuangalie vikorombwezo vinavyoweza kuijenga hiyo personal branding yako. Kwa mfano wewe kama Boke, hatuwezi kuneglect the issue kwamba wewe tayari una spotlight, tayari una connection, unafahamiana na watu. Kuna urahisi wa wewe kusecure deals pale zinapojitokeza. Naomba nikwambie hapo. Okay. I'll talk on that. Okay. Sawa. Hiyo ni perception yangu. Ni perception ya watu wengi wanaowatazama watu maarufu kama nyie na watu wenye ushawishi kama nyie kwenye jamii. A lot of people naongea nao kuhusiana na ile swala, and kikubwa ni hofu. Wengi wana hofu. Na mimi naelewa hofu. Honestly, naelewa hofu, naelewa imposter syndrome. Kwamba mimi nitaweza mimi kweli jamani? Mimi jamani siwezi. Mimi siwezi. Utakuta mwingine kabisa anatengeneza content anaiweka huko kwenye gallery. Bwana mimi nikiweka sijui watu watanionaje. Unaona na feel kwamba hiyo content iko cringe bwana, mimi naona aibu, mimi na hofu. Ni hofu siku zote uaga inaturudisha nyuma sana, na tufanya tujione kwamba hatuwezi kufanya iko kitu, au hatuwezi kufanikiwa, au tutafeli, au tutanini. Hofu. Lakini sasa you have to try, you have to start somewhere. You have to, because what's the worst that could happen? You're going to fail. You're going to fail. If you fail, you try again. So what's the worst that's going to happen? The worst that's going to happen, you're going to fail. Guess what? You're not the first person to fail. Kwa hiyo ni kufanya tuna hii discussion every time. Yani tunaongea every time kwenye dada kuhusiana na swala la hofu. Ndo ni hofu tu. Yani hamna kingine, mimi nakwambia. Yani watu yani kuanza na ile kwamba kuna ile kwamba mimi nitaweza, mimi sitaweza. Inajengwa na nini hiyo hofu? Ni maisha tu kwa binadamu. Hofu is part of our lives. Kuna watu wana hofu zinazidiana. Yani lakini ni sehemu ya maisha.
kuwa na hofu ni sehemu ya maisha. Kufikiria kwamba hautafanikiwa kwenye kitu fulani ni sehemu ya maisha tu, ni kitu cha kawaida. Lakini sasa ukiacha hiyo hofu ikutawale, ndio hutaweza kufanya kitu chochote, kwa sababu kila kitu you want to do unaanza kufikiria mimi nitaweza, mimi siwezi, mimi sitaweza. Lakini wengine wamewezaje sasa? Mbona wengine wanafanya? Yaani wao wana nini ambacho but wengine waliofanya hawako kama mimi, wako mbali ukilinganisha maisha yetu ni tofauti. Mimi ni kijana tu wa miaka 19. Naishi Gongo la Mboto labda. Okay. Nikiangalia hapa huyu ambaye namfuata huyu Boke yuko Mikocheni. Yani maisha yetu hayafanani. Perfume za bei mbaya. It's true, lakini huyu Boke, you see where I'm headed. Listen, lakini huyu Boke ambao unamwangalia labda anakaa Masaki, right? Boke alikuwa anakaa Sinza hapo kwa wajanja. Alikuwa anasoma Mlimani Primary School, alikuwa anatembea kutoka Sinza kwenda Mlimani shuleni. Yani sio kwamba I didn't come from money. I come from humble beginnings. Somewhere, mimi jamani niliona tangazo, nilikuwa nasoma chuo, nimeona tangazo EATV wametangaza natafuta presenters, nikapanda daladala, nikatoka chuo, nikaenda pale, nikasema nimekuja kufanya audition, nimesikia tangazo watu wanatafuta watangazaji, nasoma sheria. Mwaka gani? 2008. Huko, yani zamani huko 19 course. Yes, nasoma. Nimeenda pale mtoto yani mdogo, yani kadogo hapa sasa hivi na mwili nilikuwa na namba 1. Nimeenda sina any knowledge kuhusiana na media. Sina any knowledge. But nisema mimi nilikuwa napenda na passion, naangalia wasomaji taarifa za habari at the time, wasiwe kina Susan Mungi, wasiwe kina Laura George, wasiwe kina nani. I'm like, I want to be on TV. That's all I had. I went there, nikaambiwa, wakaniambia tukufanyie interview. Nimeingia boardroom, sijawahi hata kuingia boardroom in my life. Wamenifanyia interviews, watu wako kama 10 wakufanyia interview. Apparently they saw something in me. Wakaniambia fanya screen test. I did a screen test, nikajiact pale na tangaza, sijui chochote. Nika-act na tangaza, they saw something in me. So wakaniita call back. That's how I started, man. That's how I started. So ningekuwa na mimi nasema kwamba siwezi au nini, you have to start somewhere. Kuna watu ambao wako kwenye mitandao wanapata hela nyingi, lakini ametoka huko mkoani sijui wapi. Kuna wanamuziki ambao wametoka walikuwa yani humble beginnings. Wako hapo, it's just persistence and determination, and yani you have to have it. Yani sawa, mimi natoka from humble beginnings. Yeah. Mimi kwetu yani hamna hela, hamna ni shida, na tunapata hizo DM sana za vijana kwamba mimi kwetu tuna shida na nini. Lakini kama unaweza kunitumia DM Alan na una bando Alan, means kwamba there's so many things you can do on the phone. Maana kwamba una simu janja, ndio? Means kwamba una bando. There are a lot of things that you can do mwenyewe kwenye simu. Now, I'll give you an example. Kuna kadada kamoja kanasoma chuo, alinitumia message DM. Akaniambia mimi Daboke nasoma chuo. Akaniambia na biashara ya kufua. Nilikuwa naomba unisaidie kutangaza hii biashara. Nafulia watu, nafulia hata hapa chuo, nafulia watu, lakini watu mbaki na biashara. Nikamwambia jisikia amazing. That's amazing, right? So you fikiria huyu baadaye probably anaweza kana dry cleaners mbalimbali. Nikamwambia listen, you already have a platform ya kusema unafua, lakini nikiangalia kwenye page yako hutangazi hata kama unafua. Hamna mtu anaona. Kwa hiyo probably watu wanaokuzunguka ndio wanajua wewe unafulia watu. Andika hapo unafua. Sasa mimi naweza kuja hata nyumbani kwako nikakufulia. Nikamwambia je, andika hapo unafua. Yani hapo unafua. Ukipata hela kidogo hiyo kunafua hapo kwenye mtandao, weka sponsored ads, whatever. Yani make sure kwamba unajitangaza unafua. Unaona? So vitu kama hivi. Yani kuna so many things sasa hivi Alan. Kwa kweli sasa hivi yani kuna opportunities nyingi sana compared to sisi ambapo when we were starting, ambapo hakukuwa na hii mitandao, hatukuwa hata na elimu za kujitambua.
Exactly. We did not have TVs, radios, they did not have shows ambazo zinaongea directly kwa vijana kuwapa elimu za kutambua. I'm not saying kwamba zamani hakukuwa hizo, lakini zamani jamani elimu ambayo iko natolewa kwenye media sio kama sasa hivi. Sasa hivi yani kuna watu ambao wanaongea directly to vijana kama hapa sisi tunavyofanya. Do you think there's a lack of role models who tell their real stories? Because we see people, we are inspired by them. Yeah. We want to be like them, yeah? Lakini they don't tell their real stories, like these humble beginnings. Mona, the way we talk to you, the way you tell us about ulivyoanza na nini, probably there's that lack of, real role models. The stories we hear are not real. That's why there's that gap between yule kijana ambaye anataka kufanya kitu na wale ambao wamekishafanya. Yani ni ule mfano tu wa ambao unasemaga kwamba ukitaka kumsaidia mtu usimpe samaki, mfundishe kuvua. Lakini mimi nataka nipate samaki kama wewe na kuona ukienjoy na hao samaki. Sawa? Na kwenye story zako unaniambia tu kuhusiana na jinsi unavyofurahia wale samaki, lakini uniambii umepataje wale samaki. Tutapata wote sasa. Yeah, so maybe that's there's that gap. Probably we need to have more stories like that. Niseme tu kwamba kulikuwa na role models ambao walikuwa wana tell their stories. Ila hapa katikati kulikuwa na kaupepo ka watu ambao wako na majina na nini kuongea vitu ambavyo sio, yani kuongea ile lifestyles ambazo ni za uongo za ajabu mpaka mimi naangalia nasema lakini wako kwa mfano mtu kama Diamond hamna mtu ambaye ajui kama ametokea Tandale. Mtu kama Alikiba hamna mtu ambaye ajui kama ametokea Kariakoo. Anasema kabisa. Mtu kama Ommy Dimpoz anasema kabisa. Yani walipotokea, yani wanasema kabisa. Wako watu wengi wale wa zamani wanasema kabisa stories zao. Kuna hapa katikati kuna kaupepo kalitokea ambako dada yuko kwenye red carpet anaojiwa anasema hii nywele ni milioni 10. Nalipa kodi milioni 20 kwa what? Hiki kiatu unajua kabisa, unakiona kabisa kile kiatu hata $100,000 hakijafika. Hiki kiatu ni milioni 3. What? Umeelewa? Yani I think kulikuwa na ile kuna kaupepo fulani kameka. Sasa hiyo inachanganya vijana unajua na inachanganya mabinti kwamba oh my god ana nywele ya milioni 5, milioni 6, milioni. No man, come on. Tuache hizo vitu. Ndio maana vijana wengi wanadhani kwamba haya maisha unaweza kupata upesi na wanapata vipi? Shortcuts. A lot of shortcuts. Kwamba jamani sasa mimi na kwetu buza huku inakuaje sasa? Yani regardless where you come from, kama ukiweka juhudi achana na watu. Yani unaona kabisa mtu huyu anadanganya. Yani mtu anadanganya. Yani mtu anayekwambia kwamba mimi nalipa milioni 10 kwa mwezi, ukimwangalia huyo mtu mwenyewe analipa milioni 10 kwa mwezi. Yeye mwenyewe anatamani hizo milioni 10 hapo azipate kwa sababu hata azipo kwenye account. Kabisa ni uongo. Mahari milioni 500. Mahari milioni 500. Kweli jamani. Yani what is this? So mabinti vijana wakiona hiyo wanawehuka. Unaona it's like oh my god this life siwezi na nini. It's too much na hili swala la everyday we talk about. Ulikuwa umeniuliza kuhusiana na ni vitu gani vya culture ambavyo vinaturudisha nyuma. Mimi kwa vijana naomba niongelee ile swala kwa vijana. Tunaongea sana kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kwenye matukio mbalimbali na nini kuhusiana na responsibility ya kijana wa kiume ambayo anayo kwa mtoto wa kike, right? Kwamba wakiwa kwenye mahusiano. So wasichana, mabinti wanakuwa wakifikiria kwamba mimi natakiwa kuhudumiwa na mwanaume. Natakiwa kuhudumia mwanaume, anakuwa kwamba mimi sasa hapa sina hela, nitawezaje kumiliki dada kama huyu au kama huyu. So yani tunawaumiza sana to a point kwamba binti anaona kwamba, na hizo ndio tamaduni hizo, binti anaona kwamba inabidi nipate kijana ambaye atanihudumia. Mnasoma wote chuo, unataka huyu boyfriend akuhudumia, na kuhudumia vipi? Yeye mwenyewe yuko hapo anapambana maisha yake. Yeye mwenyewe anatafuta mtu wa kumhudumia. Anakuhudumia vipi? Yeye mwenyewe anahudumiwa na wazazi wake huko, au wengine hata hana wazazi au ndugu, anapambana na boom na nini. Unataka wewe dada huyu boyfriend akuhudumie, yuko chuo. Anakuhudumiaje jamani? Mbona tunatesana?
lakini wewe mwenyewe hapo huoni the opportunities that you have, kwamba you've been given this opportunity ya kwenda shule na kusoma na yani ni kama unatengenezewa njia, even though hiyo doesn't mean kwamba ndio utafanikiwa, but at least unatengeneza njia kwa sababu kama wewe uko chuo, kuna mwingine yuko chuo ameishia form 2 huko au hata hajaenda sekondari. Afu wewe bado uko chuo una mentality ya kwamba natakiwa kuhudumiwa. Yani that's what I fight with every day on the show with the girls, and kwamba no man, kwa nini unahudumiwa? Why should you hudumiwa? Because you can't hudumia yourself. Kwa sababu wewe huna uwezo wa kujihudumia. Jamani, kweli 2025 kweli tunashindwa kujihudumia wenyewe. Tunashindwa kutafuta pesa zetu wenyewe. Tunashindwa ku take care of ourselves. We need men to come and take care of us financially. Really? Yani, that should be, I tell people every day, young girls especially, that should be a plus. But as a woman, you want to be treated equally. You should have your own money. You should be financially independent. You should not expect but nobody's here to save you. You should not expect anybody to come and save you, to come and take care of you financially or whatnot. Take care of you. There's a freedom ambayo unayo if you can take care of yourself financially. Na wala hutegemei mtu mwingine wala nani anakuteke. Mbona wapo wadada wengi sana ambao wana hela zao, ambao they are financially independent, wana nyumba nzuri, wana magari mazuri, wana kazi nzuri, wana biashara nzuri. Mbona wapo hawategemei mwanaume yoyote, hata kama mwanaume akiwa na pesa pia ni it's a plus. Lakini eti sio umekaa pale unategemea mwanaume anakuja kukuhudumia. Hivi to 2025, what kind of world are we creating? I'm amazed by what you said. Because there's always a question like how. Yeah? Na nikirudia ule mfano wangu kwamba Boke unatuonyesha unavyoenjoy samaki. Ndio. Yeah? Na tunapenda na sisi tuenjoy samaki kama wewe. Lakini tunapateje hawa samaki? Umetoa mfano wa mtu anasema ataolewa kwa milioni 500. Na jaribu kuangalia pia sisi watengeneza maudhui. Sisi storytellers. What kind of stories are we telling? Kwa sababu end of the day, these are the stories that can bridge that gap. Lile swali la how lingeweza kujibiwa kwenye stories ambazo tunazisema. Lakini stories zetu nyingi ni jinsi gani tunaenjoy wale samaki. Lakini tuliwapateje wale samaki, hizo story ni chache sana. So I'm really happy that you said that, and it comes from you as a superhero, as I said before. Oh, thank you. Yeah, so kuna young girls, a lot of them who are watching, who are listening, wanaweza wakapata opportunity pia hata ya kuwa mentored na wewe. Yes. Kwa sababu 2008 is like how many years ago? Almost 17 years ago. 17 years ago. Yeah. So what you have now, you worked for it for 17 years. Oh, yes. Lakini watu miaka 2 anataka afikie maisha kama ulionayo. Ama afikie position ambayo watu fulani ambao anawapenda kwenye anawaona. True. So hakuna uvumilivu. Hakuna. Yeah. Na ndio maana tuna platform kama Club A to Z tuna. Exactly. Kwa sababu unajua kwenye social media you can't tell people everything. Na you cannot be like every day kwamba jamani mimi unajua safari yangu. So when you have platforms, platforms kama hizi, platforms kama Dadas, ambazo we talk about these things every day, ili watu waelewe kwamba we didn't just get here overnight, and we still have a long way to go, by the way. So kwamba ndo tumefika, no, bado a long way to go, lakini at least unafika sehemu ambayo unasema okay, now I'm comfortable with life. I've worked so hard for so many years. Now I'm comfortable with my life. Kwamba I'm enjoying life. Yeah. And I should be able to, and I should be free to. Kwa sababu of safari ambayo umetoka umepitia, I should be able to enjoy it. I should be able to show kwamba this is, because this is my life now. This is me now, right? This is me now. If you want to know my journey, ndo tuna platforms kama hizo, platforms kama Dadas, na nini tunaelezea journeys mbalimbali ambazo tumepitia. Hakuna kitu ambacho mimi sijaongea kwenye Dadas. Dadas pale tumekaa 7 years. Hakuna. I have talked about the most pain that I've gone through. I have talked about the worst relationships that I've been in. Nimeongelea kuhusiana na
familia, nimeongelea kuhusiana na so many things, biashara, nimeongelea kuhusiana so many things, all these things ambazo nilipitia, nikafeli, nikaanguka, nikafanya all of those things kwenye show pale tumeongelea. Makosa mbalimbali ambayo tumefanya kwenye maisha, kwenye show tumeongelea. Yani all of these things. Kwa sababu platform ambayo ninayo tu, and people don't know this, sometimes we get a lot of heat kwa kipindi chetu. This when we started the show, we wanted the show to be different from any other show. We wanted a show ambayo itaongelea experiences za maisha. Kwamba mimi navyo present Alan, si present kama this perfect person. Unajua sema tuko tunaona watu waweka kwenye pedestal fulani. No. We didn't want to present like that. We wanted watu wa relate na sisi kwa experience tulizopitia. Wajifunze kwa experience tulizopitia. Nakumbuka one day kuna mtu pale ndani ITV. Aliniambia kuna nadhani kulikuwa na episode ambayo I cried. Akanifuata, akaniambia Boke, unajua mtangazaji hatakiwi kulia kwenye TV. Mtangazaji hatakiwi kulia kabisa kwenye TV. Nikamuelewa kwa sababu ya yeye vipi anarusha habari, anarusha nini, basi mtangazaji hatakiwi kulia, anarusha vipindi kama sijui jue sheria, sijui ikabidi nimwambie listen, this is the type of show tunafanya. Ni tofauti sana na shows zingine kwa hapa when we started kwa hapa Tanzania. Ni tofauti sana. Show yetu ni is about life experiences. Tunataka watu wa relate na sisi kwa vitu tulivyopitia, waseme kwamba kumbe Boke naye alipitia kitu kama hicho. So mimi nikikaa kwenye ile show nikaongea kuhusiana nilipoteza hiki, nikapoteza hiki, niliumia hapa, nikafanya hivi. Mtu anakuambia Boke, oh my god, I went through the they see themselves in you. Yes, I went through the same thing. Yani wewe ulitokaje huko mpaka uko hapa. Na niambie tu story. Mimi naongeaga story kwamba nilipoteza mtoto back in the days. There's so many people ambao yani kuna huyu dada, the first time I remember I talked about it, huyu dada alikuja DM akaniambia Boke, I lost my child last week. Hapa nilipo nataka kufa. Nimekusikia leo unaongelea hapo. Actually akisema kuna mtu alimwambia, so akaenda kuiangalia show. Sema kusikia unaongea hapo na ninakuona hapo unaongea uko vizuri, unaendelea na maisha yako. Hivi niambie uliwezaje kuanza? Yani uliwezaje kufika hapo? Yani kwa sababu mimi sioni, mimi naona giza tu mbele. Sijui watu tu nataka kufa, I'm on suicide watch. Yani siwezi. Nikamwambia one step at a time. Yani where you are, I was. Ilo giza nilikuwa naliona pia. What you're feeling, I felt too. Lakini is one step at a time. So you have two choices. And I talk about this every day. Yule dada, nikamwambia one step, ananipaga feedback. This was like 3 years ago. Anipaga feedback. Now, ana mtoto mwingine, unajua na nini. So, it's like, yeah, one step at a time. Nikamwambia yani mguu mmoja baada ya mwingine. Yani, leo itaisha, kesho kutwa. Before you know it, wiki imeisha. Before you know it, mwezi umeisha. Before you know it, miezi miwili, miezi mitatu. Before you know it, mwaka. Umeona? So maumivu ambayo unasikia leo, ukifika mwaka yanapungua kidogo. Ukifika mwaka unaofuatia yatapungua tena kidogo. Lakini itafika one day you will wake up. Hicho alichokifanya Boke kinafanana na story ya iliyomtokea Hilal. Yeye ni mwandishi wa anasimulia hadithi. Sasa anasema ana wateja wake wengi ambao wanasikiliza hadithi zake. So kuna huyu dada mmoja alikuwa anahitaji hadithi kutoka kwa Hilal. Lakini kwa bahati mbaya Hilal alikuwa ameshalala usiku. So dada alikuwa anataka ile story kwa ajili ya kuheal. Asikilize story ya Hilal. So alivyomcheki Hilal akawa hapatikani, akaamua kujiua. Because of the story ya ile Hilal. So Hilal alivyoamka asubuhi akakuta message za ule dada, ikabidi sasa afanye follow up. Kufanya follow up na nakutana na ndugu yake, anamwambia bwana mtu anayempigia simu amefariki. Ilikuwaje? Kuna mambo yalikuwa yanamchanganya na nini. So alikucheki kwa nataka stories zako kwa ajili huwa zinamheal. Sasa alivyokosa akawa sasa ile kitu ilikuwa inamtafuna sana Hilal. So ulivyosema story yako, maana yake wewe ulikuwa ni solution kwa yule dada. Exactly. Yani wewe ulimpa nafuu
alipata ahueni baada ya kusikia kwamba kumbe hichi kitu kimemtokea pia Boke. Imagine kama tungekuwa in a world kama miaka 10 iliyopita whereby ulisema mwenyewe kwamba watu wanaonekana kwenye TV walikuwa wanajiona kama sio binadamu wa kawaida. Imagine ungekuwa una feel that way na probably ungempush away this woman. Exactly. Umeona? Jiulize nini kingetokea kwake. Au labda mtu yes and you don't talk about the things that you go. Yani tungekuwa na kipindi ambacho sio cha life experiences. Alafu kuna mtu. So that is why siku zote sisi kipindi chetu tunaongelea kusana na vitu vyote ambavyo tunapita kwenye maisha yetu na vitu ambavyo tumejifunza na nini kilisababisha mpaka tukaweza kuendelea mbele na vitu kama hivyo, kwa sababu na kuna watu wanapitia vitu hivyo. So ndio maana kipindi chetu kimekuwa popular, kwa sababu we connect na watu na we relate na watu and a lot of people. Kuna watu ambao wanasema kwamba sijui kipindi chetu kinasema watu, sijui kinasema watu wanaume, sijui nini. Okay, I always say kama wewe ni mwanaume ambaye you're very secure, you're confident, huna mambo ya ajabu, you shouldn't be threatened wala na kipindi chetu. Sababu sisi wanawake, sisi tunaongea na wanaume ambao wajielewi. Kama tunapona wanaume ambao wajielewi. Tunapona wanawake ambao wajielewi pia as well. Umeona? Lakini wewe mkubwa ni wanaume. Na mimi specifically na wando. Twitter kule unaogopa sana watu Boke. Wale wanajiuliza kwani Boke wanaume wamenitenda sana. Ni ukweli, hata sidanganya sana. Are you in any relationship right? Yes. Okay, so ile issue unasema kwamba maybe tumekosa role models wa ku tell stories ambazo zita real story. Wapo wana stories but ambazo they real, ambazo zita kushape na kupitisha kwenye hiyo njia na kupata hiyo ndoano ya kwenda kuvua samaki kama wanavyosema. Lakini manake dadas waliona kwamba hiyo ni tatizo, manake wanasimulia experiences za maisha yao ambazo watu wengine kama alivyosema Boke hapo pia kama binadamu pia washakutana na scenarios kama hizo. Kwa hiyo wakisikia kile kinachosema manake wanapata kutatua mambo yao na wanapata kujifunza. Lakini picha ambayo Watanzania tumejengea na tunaweta models, tumeondoka na picha ya kwamba hatutakiwi kuamini maisha ya mtandaoni. Watanzania tunaambiana maisha ya mtandaoni yaache mtandaoni. I think kuna huu mstari mwembamba ambao watu wanashindwa kudraw. Nifuatishe kipi alichokisema Boke na niache kipi ambacho Boke amekifanya. Kwani anachokifanya Boke anavyo, mbona kama ana brag, mbona kama ana show off? Haina sasa kuna show off. It's not inspiration to me. Niachane nayo. Bado sisi kama klabu yetu zipo tunatoa hiyo nafasi ya kuwakutanisha Watanzania especially vijana na watu ambao na real stories, na hata kama hawataki tunajaribu kuwachechemua kidogo waweze kutoa hizo real stories kama Boke anafanya hapa hivi. Nataka tu shift kidogo kwa sababu umezungumzia safari yako ya media. Sasa hivi unasema kwamba una wish ungejua kabla, maybe unge devote muda wako kwa full time content creator. Sijasema hivyo. Unamwekea maneno Sijasema hivyo. No, sijasema hivyo. Nimesema hivi, I wish ningejua kabla sijaenda kwamba kuna so many things to do. Watu wanajuaga kwamba pale kwenye TV ni kuwa mtangazaji tu. So nataka kuwa mtangazaji, kuna mambo mengi sana ya kufanya kwa mtangazaji. Unaweza kuwa mtayarishaji wa vipindi, unaweza kuwa mrusha matangazo, unaweza kuwa msimamizi wa vipindi, unaweza kuwa cameraman, unaweza kuwa mtu wa sauti, unaweza kuwa there's so many things za kufanya. Sasa I wish ningekuwa najua hivyo vitu vyote, lakini nijue baada ya kuingia mimi nadhani kwa nataka kuwa mtangazaji. Kile kwenye swala la content creation kwamba nilikuwa nasema kwamba hapa mimi the way I'm making money with content creation anafanya kama part time. Nafikiria kwamba what if I do it full time? Unaona? Like full time kwenye hiyo, how much more money ambayo unaweza ukawa unatengeneza. Kama hii part time tu unaweza ukatengeneza hivi. What if you do it full time? Hiyo ni kitu ambacho unafikiria. Lakini of course I'm lucky enough to have employment.
which I'm very grateful for, ambao pia inaniingizia kipato hapa na pale, but na nafikiria kwamba mtu ambaye amejitosa 100% kwenye content creation ana platform na anatengeneza hivyo. Yeah, so my point is, ndio kama huu ulimwengu wa social media content creation ungekuwepo 2008 wakati wewe unatuma maombi ya kufanya kazi sija, ungeingia mainstream kwa mtangazaji wa TV au ungefanya full time content creation? Na nasema hivyo kwa sababu safari ya platform ya mainstream, especially kwenye kurecruit vijana na kuwapa kazi, ilikuwa ni very competitive miaka ya nyuma. Wakati huo wewe unaingia, wakati wa Ginala wapo there, ilikuwa ni very competitive. Sasa hivi kuingia kwenye TV naona kama rahisi sana. Au kwenye radio. Unaona watu wengi wapo kwenye radio, wanafanya radio mainstream. So swali langu la kwamba kama hii content creation lifestyle ingekuwepo kipindi hicho wakati 2008 wakati unaingia itafika yenu, ungedevote muda wako kwenye mainstream au ungefanya full time content creation? Inatokana na kwamba mimi sasa hivi naiona mainstream media haina ile nguvu ambayo ilikuwa nayo zamani, na ni kutokana na kwamba sioni ile nguvu tena ya mainstream media. Yes, maybe bado ningeingia kwenye mainstream kwa sababu ya mafunzo na elimu ambayo nilipata kuwepo mainstream media. Nimejifunza vitu vingi sana, especially kwenye sio tu kwenye utangazaji lakini kwenye utayarishaji wa vipindi. Lakini kikubwa zaidi ambacho nimejifunza ni biashara ya media. Watu hawajui kwamba media ni biashara, na nimejifunza, na probably hicho ambacho nakisema kwamba kwa sababu nimekuwa kwenye media ni rahisi kwamba kupata deals. Hiyo elimu yote nimeipata kwa sababu nilikuwa mainstream media. Mainstream media sikuwa kwenye TV peke yake, kwa sababu watu wanajua tu kwa sababu nilikuwa kwenye TV, lakini nimefanya marketing na TV as well. So I have background ya marketing, lakini I have background ya TV as well. So I know how to market, to brand, to sell. So it's easy for me to go and pitch for projects, to pitch for ideas for different clients and different brands. Probably the way I pitch is different from any content creator mwingine ambaye ametoka tu mtaani au whatnot. Ni tofauti. Lugha naongea corporate language, najua the lingo, najua how to pitch, najua how to do all of those things because I lived in that world. So nawezekana kwamba kwa sababu naweza kuongea hiyo lugha ikawa kwamba mimi inanisaidia. It's an advantage. Sio kwamba inakuwa rahisi, lakini it's an advantage to get more deals, kwa sababu labda nikikaa na agency au nikikaa na client anaona kwamba kumbe huyu anaelewa lugha ambayo tunaongea, anaelewa kwamba hiki ni kitu gani na nini. She's professional on that level. So ningechagua mainstream kwa sababu ile ni shule ambayo unapitia, ni shule nzuri sana ambayo unajifunza vitu vingi sana. Na sikiza, sisi kwa natengeneza watu wanaotengeneza content kwenye digital, sisi tuko natengeneza content kwenye TV ya lisali moja. Unajua kutengeneza content ya kwenye TV ya lisali moja na iwe interesting, 1 hour content ya kwenye TV. So mimi kutengeneza content ya 1 minute kwenye digital kwangu, it's piece of cake. Sisemi kwamba ni rahisi, lakini it's piece of cake because I've been where natengeneza a whole show ya 1 hour, na hii show ya 1 hour ni siku 3 za wiki kurekodi hivi vitu vyote ili kukamilisha show ya lisali moja ambayo 52 minutes, 1 hour. So I understand what content creation is about. I've done it in a huge scale, na kwa uzito na kwa ukubwa na kwa nini. So ile elimu ambayo nimeipata kwa miaka yote ambayo nimekuwa kwenye mainstream media, I wouldn't trade that for anything. Kwa sababu mimi ukiniweka mimi na any other content creator ambaye hajapitia you can see the difference mapema sana. Yani mapema sana unaona kabisa kwamba kuna tofauti hapo, na sianzi from scratch. I've lived this life, I know this life, it's what I do, is my life. So always so sasa hivi ni age go wanasema. What? Sasa hivi ni age go. Kama mainstream media itaendelea kupumua, ndio maana yake hawa vijana sasa hivi Gen Z ndio tunategemea watakuwa wao watendaji wakubwa kwenye mainstream. Future ya mainstream media kufunga ndoa na Gen Z. Do you think
ni ndoa ambayo itadumu au talaka itakuwa ya haraka sana? Let's talk about mainstream media for a minute here. Tuna tatizo kubwa sana kwa hizi recent years mainstream media because of rise ya mitandao na digital spaces mainstream media inasafa, lakini kikubwa ambacho mainstream media ambacho kimesafa kama watu ambavyo wafahamu kwamba media ni biashara. Kwa hiyo uendeshaji wa biashara unahitaji pesa, na pesa zinatoka wapi? Pesa zinatoka kwenye matangazo mbalimbali ambayo tunapata kutoka kwa hawa wateja wetu, brands tofauti, makampuni tofauti. Sasa haya makampuni zamani walikuwa hawana sehemu nyingine ya kwenda ukitoa mainstream media. Sasa hivi ile budget hiyo haijabadilika, by the way. Budget ni hiyo, lakini ile budget tulikuwa tunaipata wote mainstream media. So ikaja tatizo lilianza baada ya mainstream media kuanza kuongezeka. So ile budget ikawa inakuwa stretch na kwenda kusema media zimeongezeka, kwa hiyo wanaipeleka huko, wanaipeleka, inaanza kupungua kidogo. So ilivyokuja nao digital spaces, budget ile lema nje haijaongezeka, ile budget iende mainstream hizi media ambazo ziko nyingi nao, lakini iende pia kwenye digital spaces as well, ile budget. Sasa lazima mtasafa. Na alafu kingine kwenye mainstream media ratings it takes a while kupata ratings. Kuna kampuni mbalimbali ambazo zinafanya ratings ambazo zina supply ambazo inabidi mlipie ili kupata hizi ratings, lakini hizo ratings zenyewe nazo ni subjective, kuna propaganda nyingi. Digital pale tunaona. So yani pale hii na views hili na engagement yake ni hii, yani it's very quick. So brands naona kwamba would rather put more money huko digital kwa sababu matokeo tunapata pesa as opposed to mainstream media. So tumeanza kusuffer because here huko kwamba there's not enough money that's coming in. Pia kuna kwenye mainstream media matangazo kuna mtu wakati ambaye anaitwa agency. So kuna brands ambazo zinatumia agency, mtu wakati. Huyu mtu wakati analipa kwa wakati hizi media houses. Utakuta huyu mtu wakati halipi kwa wakati media houses. Media houses ina suffer. So you want media houses catch up kwenye innovation inayoendelea au ukuaji wa digital spaces, lakini hazina tools to do that because they don't have the money to do that. Kwa sababu hela zao zimestack so many places. Kwanza hela zao ni kidogo ambazo zinakuja, na alafu zimestack so many places. Kwa hiyo wao wanashindwa kujiendesha ipasavyo kwa sababu hawana hizo funds to do so. And watu wanadhani kwamba media zinajiendesha tu miraculously. No, they need funds to do that. So wanashindwa ku reinvent themselves over na kuendana na kasi ya kidijitali because they don't have so utakuta mainstream media labda ziko nyuma sana compared to hizi digital spaces ambazo zimekama. There's so much that goes into that. Then a lot of money that goes into that. Na hiyo hela haiji. So yani tunahitaji really have this conversation kwamba mainstream media zinawezaje kuregain ile power ambayo walikuwa nayo zamani. Na hiyo power walikuwa nayo zamani kwa sababu zamani walikuwa wanapata hizo funds zilikuwa zinakuja. Sasa funds haziji, kwa hiyo anashindwa kujiendesha. Kama biashara tu, kama biashara yako haiingizi fedha, utaweza kuendesha hiyo biashara? Hawezi kuendesha hiyo biashara. Sasa wanasema watu hawaangalii TV, hawaangalii nini, lakini mimi 2018 nilikuwa Indiana University. There was a program I was doing there. Niliwauliza Marekani wako 90% wanatumia mitandao. 90% of the population, there are 300 million people in America ambao zaidi ya 90% wanatumia mitandao. Zaidi ya 90%. Lakini mainstream media hazijafa kwa sababu na wao walitegemea kwamba zitakufa. Lazima I asked them that. Yes, I asked them how is it ABC, NBC, is it HBOs, mbona hazifi? Wasema kwamba they had to adapt. So ukiangalia streaming services ambazo zilikuja zikaua mainstream media, the likes of Netflix na nini, hizi mainstream media they had to adapt to what these people are doing. The difference between them and us ni kwamba wao walikuwa na fedha to do so. Sisi hatuna. Kwa hiyo tuna mainstream media zinajikongonya with the little money that they have. Sasa hivi Tanzania 41% of the population wanatumia mitandao ya kijamii. Wanatumia internet.
tunakoelekea huko tunaenda maybe 70% or what not na nini. So mainstream media, they have to reinvent themselves, but how do they do that? If they don't have the money, how do they do that? Where are the investment coming from? And will there be a return of that investment? No, and there's so many things that goes on to mainstream media. Tunapitia vitu vingi sana, but people just are very quick to, it's not kama content is not there. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye digital space, and the content ambayo popo, it's the same content ambayo tunakimbizana nazo. Lakini ni kwamba mtu wa digital anatumia kiasi kidogo sana kutengeneza ile content compared to mtu wa mainstream media. Na mtu wa digital ana uwezo wa kupata ile return of investment with mainstream media. It's a whole conversation. Yeah, so hapo ulipokuwa unasema safari yako ya na Marekani. Yeah. Unazungumzia adaptation ambayo mainstream media za Marekani walifanya. Hebu kwa ufupi rudia tena, waliadapt vitu gani? Kwa sababu at the time nakumbuka Netflix, ya watu wajua Netflix imeanzishwa 1997. Watu ni Netflix ni used to 1997, lakini nasikuwa najua 1997 Netflix ilianza kuwa services ya kudistribute DVDs. Alafu baadaye mwaka 2002 uko sijui 2004, that's when ikaanza 2004 ikaanza streaming services. Lakini 2004 wakati inaanza streaming services bado haikupik. Ilikuja kupik kwenye 2014 2015. Mbona ndio ikaanza kupik now Netflix. Watu wako wanatumia cable Marekani, but watu waka Netflix and then so ikaanza kuwa inatishia biashara nao za mainstream media. So what they did na mwenyewe wakaenda kwenye streaming services. So now if you look at kwamba sijui BET kuna BET Plus, sijui HBO kuna HBO Max, sijui yani kuna streaming nani zao pia, na wao wana streaming services zao ambazo wanaweka content zao huko ili kuendana na kasi ya biashara. Lakini sasa wenzetu they have the funds to do so. That's the difference. They had to adopt like, okay, now watu hawaweki cables kama zamani. Now ni streaming services. So we have to go to kwenda kwenye streaming services as well, na sisi tu so tunapata pesa huku kwenye, kwa sababu kuna bado watu wanatumia cables, lakini tunapata hela pia huku kwenye streaming services. So mtu anakuwa na option. Yani kama sasa hivi EATV ya moko it's a streaming service. It's a streaming service. So watu wanaweza wakai-stream. Sasa hivi tuna stream kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sasa the entire station. Iwe kwamba una option. Yes, huo una option. Unaweza ukaipata kwenye kingamuzi na unaweza ukaipata kwenye streaming services. Na ukistream maana kwamba hela inaingia. So it's yeah, so kwa kifupi kama umeona sasa hivi hapa tunang'aa nini, tuna podcast, mic kali za Sokonoga. Yeah. Manake vitu kama hivyo wakati wenu nyinyi mnaanza, manake it was very difficult mtu kumiliki hata mikrofoni yake bila kuna sasa. Kwanza unafikiria kwa sababu kusema na majen na our majenzi kwanza jamani. There's a lot of talk on Gen Zs and how they work. Sio wote, lakini watu wengi ambao wamefanya research ambao nimesoma wanasema kwamba Gen Z sio yani ni watu ambao hawapendi shida. Ni watu ambao yani wanapenda mafanikio ya upesi, yeah? Ni watu ambao hawaamini kwenye kuhasa. Ni watu wale ambao sio wavumilivu. Ni watu wale ambao yani kwamba kiona bwana hapa kustruggle sana hapa mistress bwana, mambo siwezi yani hawana uvumilivu. Bwana bosi anasingua mistress. Bosi anasingua uwezi. Unavumilia wewe bosi una malengo, unataka kufika wewe. Au huyo bosi anakuhamisha kitu gani? Tulikuwa na conversation na dada anaitwa Lisa. Ndio. Lisa Teresa kwenye episode ya 9. Ni Gen Z by the way, lakini ni mrefu upstairs. Yes. Iko tuzuri. So tulipigia maswali mengi sana na inanifikirisha nilipokuwa nakumbuka mazungumzo yetu sina yeye. Kwenye hicho ambacho tuko tunakiongelea hapa, nataka uniambie umezungumzia upande wa struggle ya mainstream media kwa Tanzania, kwenye upande wa fans na nini, mchuzi mna struggle.
lakini media hii run inategemea vitu vingi sana, lakini vya msingi sana lazima iwe na pesa ya facilitation and everything run media, lakini lazima iwe na content. Tuzungumzie upande wa content. Upande wa content kama nilivyokuambia mwanzo, sisi ni age go. Kwa hiyo majenzi ndio watakuja kuwa content creators wa TV mainstream. Kwa hiyo nataka uniambie hiyo ndoa ya mainstream media na Gen Z hao tunawaona TikTokers ndio ambao tunawategemea waje wazalishe maudhui mainstream. Do you think mainstream media Tanzania ina umri mrefu kweli kufanya kazi na Gen Z? Maybe tuangalie kwa jicho lingine, maybe wao ndio watakuja kufanya mapinduzi ya mainstream media maybe. By the way, wewe unasanaga kitu kuliniambia kwamba Gen Z ni disruptors, sio? Yes. Ni disruptors, wanavunja vitu vingi sana, wana huo uwezo wa kujenga. Maybe inawezekana. Maybe wao wanakuja kufanya wana uwezo na wana opportunity to do. Sababu ukiangalia kizazi chetu sisi millennials ni blend ya millennials na wazazi wetu. Bado tunakaa ukoloni fulani, bado tunasema mpaka tu tick boxes ndio tuweze kufanya decision. Bado tuna hiyo kusema kwamba life you have to struggle. Tulikuwa na Dan Kijo hapa alisema you have to be uncomfortable in life na vitu kama hivyo. Probably Gen Z wanaweza usisikilize kitu kama hicho. Probably Gen Z wakasema why should you struggle while you can maybe be smart and do things smarter, stuff like that. And I always ask myself, kwa Gen Z ambao nimefanya nao kazi, do I see that? The answer is always yes. Then the next thing is, how am I learning from them? Because sometimes you can push their ideas, or you can see them as how you, No, sio hawajui, yani unaweza ukaona kama ni magaidi. Ndio. Unaweza ukaona kama huyu mtu ni mtu wa namna gani. Lakini probably when you sit down and try to understand their ways, then that's where now you get a better way of doing what you want to do and for them to achieve what they want to achieve. So in your question, labda, as we say, maybe they're the ones to disrupt this media industry in a way that even the mainstream media can survive. That's what I said. But I liked what Alan has said, kwamba who learned from it. Kwa sababu wengi tukiwaangalia Gen Z tunasema hawawezi, hawa muziki hawawezi, hawa sio wavumilivu, hawa yani wana hiyo mentality like why should I struggle, why, unajua, it's like why. So now nimepata another perspective. Tunafanya kazi na a lot of Gen Zs, nimepata perspective about okay, let me see how I can learn from that mentality. Because mimi I talk with my friends about this a lot. I'm like, we're becoming our parents. Unajua wale watu ambao tulikuwa tunasemaga our auntie wanoko, we are those aunties. We are the aunties. We are the ones who said, kuna kitu tulikuwa tunabisha me and my friends. My friend akasema, if you have a DJ, wakiki wasema ma DJ, wakakoma DJ anataka kaa tu hapa a scratch tu. Sasa ma DJs wanacheza kambeje ski. Sisi tushapita. Sisi enzi zetu ma DJ walikuwa nakaa mwenyewe na nani yake hapa na squash chiki. Sasa hivi ma DJs hao sio kina Uncle Waffles wa kina DJ Senioritas huko wanaenda pale mbele wanacheza, they are performing DJs. You know what I mean? Wakina what's his name? DJ Ali B. They're performing DJs. They're not they're not DJ wala ambaye anakaa anafanya no, they go up there wanarusha na kwambia hapa wanacheza, DJ anacheza yani kabisa, yani routine anafanya like a whole choreography yani pale. Okay. Ndio kinachote sasa hivi, ndio market inataka hivyo. Wewe ukienda ukamwona DJ anafanya hivyo, unasema huyu msanii huyu DJ muelewi, lakini Gen Z wenyewe wanaelewa, ndio mambo anataka. So sisi huo wakati ushapita, yani sio tumekuwa wale wanoko wale ambao we become our parents now. Yani wakati wa parents wasema watoto sasa wameharibikiwa, ndio sisi ambao tunasema watoto sasa hivi wameharibikiwa because we're getting older, right? So yes, sasa hivi sisi tunaona Gen Z hawa so avumi, Gen Z hawa sijui nini, Gen Z hawa sijui, so yani hawa Gen Z lakini probably wao nao wanatuona sisi ni wanoko kinoma, yani sisi wa shamba kinoma, sisi wa zamani tumepitwa na wakati.
Unaona, so yani wanatuangalia with that eye, na wao wanaona wanafanya vitu vizuri, wanaona kwamba yani they're seeing the future, kwamba this is where the world is, this is how the world is going, this is where the world is going. You guys are so stuck in the past, you're stuck in your old ways, hamwelewi. So it's very important to learn, kuangalia kwamba okay, so how can I learn, ili kuwa na fresh mind, especially sisi ambao tuko kwenye creative industries hizi. Kwa you see, don't get stuck in the past. Maybe I'm very scared to be stuck in the past, like to be stuck in my old ways, in my the way you see me dressing, yani the way I dress up. It's very hip and very young and very because me naogopa sana to be stuck in the past and to be that person ambaye hataki kuevolve, hataki kujifunza vitu vipya, hataki kuona naona hivi vitu sio hataki zamani. Unajua sisi zamani sio zamani sasa hivi. Hatuko zamani. If you want to go kwa 19 usirudi. Sasa hivi hatuko huko. You have to go with the times. Ili mradi these people hawavunji sheria. This is how the world is and this is their world. Umeelewa? So if you feel kwamba what they're doing it doesn't resonate with you, basi wewe baki tu in the past. Moto huu nini huiwezi. Na hapo kwenye kujifunza kutoka kwa Gen Z, it needs a courage na understanding ya hali ya juu sana. Kuweza kujifunza kutoka kwa Gen Z. Nitakupa mfano. Sisi wakati wazazi wetu walitulea, lakini unajua sisi ndio tuliwafundisha kwa wazazi wetu jinsi ya kutumia simu. Ndio. Smartphones. Ndio. Wazazi wengi sana walitumia simu kupitia sisi. Yeah. So, manake wazazi wetu ambao ni wengi ni Gen X. Walikuwa tayari bali kwamba sasa hichi kitu mimi sikifahamu. Lakini mwanangu Sizo anaweza akanielekeza jinsi ya kutumia simu smartphone. Na mimi nilimfundisha mamangu jinsi ya kutumia smartphone na nini. So mimi nataka ni share story yangu ya kwenye ku learn from mtu ambaye ni mdogo kuliko wewe. Mimi mwanangu ambaye sasa na miaka 5 nilijifunza kutoka kwake, and I can tell you nilijifunza nini. So nilikuwa najaribu kumtengenezea mtoto wangu mazingira ya kukaa mbali na kumpunguzia screen time. Matumizi ya simu, especially kuangalia cartoon na nini. Sasa lakini nilikuwa nashindwa njia gani nitumie, nilikuwa nashindwa. Sasa kuna kipindi nilikuwa napaki nyumbani, mimi na yeye tunabaki wawili. Kwa hiyo sasa sitaki yeye simu ndio keep busy. Awe busy na simu. Nataka awe active, afanye vitu vingine, aongee na mimi to bond. Lakini sasa mimi unakuta nina simu, nahitaji niingie hapa, ni kama tu nimeruka hapa, nitoka TikTok tu nimeingia hapa, tumefanyaje mara si na edit vitu. Lakini sasa ile moment yeye mimi kutumia simu yeye ina affect. Mbona mzee anatumia simu na nini? So alinifundisha kitu kwamba mimi mwenyewe sikuwa na discipline na matumizi ya simu. Unaniacha. Alinifundisha kitu kwamba kama nataka mzani ubalance, ni lazima tu akiwa around mimi simu niweke kando. That's the hard truth. Yes. Kwa hiyo ikawa ndio hivyo kwamba sasa nikiwa naye nyumbani tu namwambia so sasa hivi hatutumii simu. Hatutumii simu mpaka jioni. Kila mtu atatumia simu. Utapata nafasi ya kutumia simu uangalie unachokitaka, na mimi nitashika simu, na ukiniona nashika simu just feel free kuniambia kwamba no don't take the phone. So Mayamba alinifundisha jinsi ya kuwa na discipline na matumizi ya simu. Well, I think kama ulivyosema okay, nadhani nyinyi watu mmeshajua shida iko wapi, na mmeshajua kwamba mapusi wenu ndio unawategemea waje Z, so you have to learn from them. Yani umesema kwamba inachukua ni strength ya hali ya juu kubali. Sio kila mtu anaweza kukubali, kwa sababu a lot of people, you see a lot of people like watangazaji siku hizi yani hawajui kitu. Yes, they're right. Probably watangazaji wa sasa hivi they're shallow, kwa sababu watu wanaowatengenezea maudhui nao washa. Unaona, watu wanaotengenezea maudhui labda nao hawataki hivyo vitu. Yani mimi nakwambia hivi, listen, kila maudhui yanayotengenezwa yana target audience yake.
Yani mtu ambaye anatengeneza kipindi, anatengeneza maudhui, anajua kabisa mimi, the first thing tunafundishwa kwenye content creation kwamba the first thing is your target audience. You have to define your target audience. Yani the entire psychographic of your target audience. Ni nani? Anaitwa nani? Kipato chake ni kiasi gani? Mwanamke, mwanaume au both? Ana umri gani? Anafanya kazi, anakaa nyumbani? Anapenda kufanya vitu gani? Yani kuna maswali mengi ambayo unajibu kuhusiana na huyu mtu ambaye unamtarget. Kwamba ukitengeneza hayo maudhui yanamtarget moja kwa moja. Mimi namtarget mtu ambaye hafanyi kazi. Kwa mfano kama nyinyi mmeniambia kwamba hapa na target vijana ambao wako chuo, wanajitafuta, they have dreams and hopes and dreams and goals and all of those things, like wanajitafuta, wana mipango ya baadaye na nini. Hao ndio ambao tunataka. So you've narrowed down kwamba this is our target. Sasa kuna wengine wanajiingiza kwenye sehemu ambazo you're not the target audience. You're not the target audience. Kwa hivyo usije kuniambia mimi mwenyewe mbona kila siku tunaongea wanawake na kipindi kinaitwa Daris. Ndio tuongeeni. Target audience yetu ni dada. Lakini katika maisha yoyote ya mwanamke kuna mwanaume. Ndio maisha yetu yapo. So sisi hatuwezi tukaacha kuongelea wanaume kwa sababu maisha yetu yana wanaume. So we are going to talk about men. Kwa sababu hata vikao vyetu tunapokaa tunaongelea wanaume, ni sehemu za maisha yetu. Lakini mimi siwezi 90% of what you talk. Umeelewa? Lakini Alan, mimi siwezi kuja nikaanza kuongelea kwa sababu tuna siku ambazo tunaongelea afya, tutaongelea kuhusiana na wanawake, the things they go through, their hormones, nini, all of these things, magonjwa mbalimbali ambao wanawake ambao yanatusumbua every time, na mtu anatoka huko, nyie mnaongelea vitu vya wanawake tu, sisi mbona elimu hatupati? Sasa sawa boke, usije kwa chapa makofi kwenye kamera. So tagitodi. Ukiona hiki kitu, jamani, hata ukienda restaurant ukapata menu hapa, wanakuwekea choices mbalimbali ili uchague kitu ambacho unakipenda, kitu ambacho cha kwako. Sio chako bobu. Sasa tunalazimisha kiwe chako. Katafute chako. So unakuja kutusema sisi target audience. Sasa nikawa boke alikuwa anatafuta sehemu. Tafuta sehemu ya kusema. Sehemu umekipata. Asante. Mike za Sokoroge zinamsemesha vidu. Ngine nisikia kupitia Mike za Sokoroge. So okay, tuna wrap up Alan. Tagline yetu ya swali kazi jibu. Ile ni tagline ya club yetu Ziboke. So huwa tunatafuta maswali, tunayatafutia kazi, then tunapata majibu. I think kupitia conversation ya leo vyovyote vinaonekana hapo. Kwamba kuna swali ndio tunajiuliza, kijana anaweza vipi akaacha kukwama pale anapokwama kwa sasa hivi, na akawa anatumia kile anachokipenda kama lifestyle yake, na angatengeneza content zikamtengenezea michuzi kama jinsi ambavyo wao wanafanya. Tumeangalia pia kuhusiana na issue ya culture gani za Tanzania ambazo bado zinamvuta kijana shati, wewe siende huko, culture inataka ufanye hivi, you have to belong to ancestors. Hiki tunafanya sehemu human ancestors, tunazungumzia hapo. Boke umetuambia kuhusiana na safari ya mainstream media na future yake, jinsi ambavyo unaiona especially kwa jinsi ya kutumia jinsi. So jinsi wanapata majibu kama wanahitaji kuja kuzishape mainstream media. Wao wanatakiwa wajue kwamba wao ndio kusema, wao ndio kila kitu. Thank you kwa kuitikia wito wetu. Thank you for having me. Yeah, sisi tumefurahi kuwa na wewe. Swali moja tu ambao kila mtu anamuuliza na mke naye, especially ambaye ana expertise na ana experience kubwa, ni kwamba uko tayari kuchukua kikundi cha vijana na ukawaongoza njia? Anyone ambaye anaweza ku keep up with me. You gotta keep up. I am ready and willing anytime. And for me, nakutana na watu ambao wanasema yes I want, but they can't keep up. They can't. And they think like you said kwamba mtu unaamka tu pale. No, it's a journey and you have to be focused. You have to you have to know what you want, and if you can keep up. So I'm glad you've said that, kwa sababu hiyo ni another arm ya Club A to Z. Yeah. Tunazungumza sana hapa, lakini end of the day
hatutaki ishie hapa pia. Huu ni kama mlango wa kuingia, lakini kuna mengi ndani ya Club A to Z. So hata vijana wetu ambao wanatufuatilia sasa hivi, they'll be happy to hear kwamba wanaweza kaja kwako, ama wanaweza kaingia kwenye hiyo program kama there's an opportunity to do so, na ukaweza kuongoza njia. Of course, not necessarily kumshika mkono kumpeleka, but actually kumweleza, unafita hapa, unaenda hapa, mwisho siku Club A to Z. Swali, kazi, jibu.